Kidogo kidogo nchi za magharibi huenda zikarudi katika mfumo wa utambuzi wa mwanamke na mwanaume na kuachana na masuala ya jinsia moja. Wakati huu mahakama zinaanza kujirudi na kuona ni namna gani kuna mwanamke na mwanamume. Mahakama ya juu ya Uingereza wakati huu inaamua kwamba neno mwanamke linamaanisha mtu mwanamke na sio utambulisho wa kijinsia, ikimaanisha kuwa watu waliobadilisha jinsia ambao walizaliwa wakiwa wanaume hawazingatiwi kisheria kuwa wanawake kwa madhumuni ya ulinzi wa jinsia moja. Uamuzi huo unakuja baada ya kampeni ya haki ya kundi la For Women's Scotland kupinga sheria ya serikali ya Uskoti yenye lengo la kuongeza idadi ya wanawake katika bodi za umma, ambayo ni pamoja na wanawake waliobadilisha jinsia na kutambuliwa kisheria kama wanawake. Na hivyo wakati huu mahakama inatambua kwamba wapo wanawake waliozaliwa kama wanawake, kuna wanaume waliozaliwa na kujibadilisha jinsia. Kundi hilo lilidai kuwa hii ilikiuka sheria ya usawa ya Uingereza ya mwaka 2010, sheria ambayo inalinda watu dhidi ya ubaguzi kulingana na sifa kama vile jinsia, rangi na ulemavu. Waliuliza mahakama kuu ya Uingereza kuthibitisha kwamba mwanamke katika sheria anamaanisha mwanamke wa kibiolojia na si mtu aliyepewa hadhi ya kike kupitia cheti cha utambuzi wa kijinsia, kwa maana aliyejibadilisha kuwa mwanamke. Katika hukumu yake, mahakama imesema kuwa maneno wanawake na ngono katika sheria ya usawa wa mwaka 2010 yanarejelea mwanamke wa kibiolojia aliyezaliwa kama mwanamke na jinsi ya kibiolojia, ikiongeza kuwa kutafsiri jinsia kunajumuisha jinsia inayopatikana kutasababisha kutokuwa na mshikamano katika vifungu vinavyowalinda wanawake kwa msingi wa ujauzito, uzazi na vigezo vingine maalum vya kijinsia. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba katika nyakati ambazo nchi hizi za kimagharibi zinaanza kubadilika taratibu ni kutambua hali ya jinsia ya asili, na ndicho ambacho mahakama nchini Uingereza imetazama. Msemaji wa serikali akijibu hukumu hiyo alisema kwamba uamuzi huo unaleta wazi na imani kwa wanawake na watoa huduma kama vile hospitali, hifadhi na vilabu vya michezo. Msemaji huyo aliongeza kuwa nafasi za watu wa jinsia moja zinalindwa kisheria na daima zitalindwa na serikali hii. Lord Hodge, mmoja wa majaji waliongoza, pia alibainisha kwamba mahakama haikuona uamuzi huo kuwa ushindi wa kundi moja juu ya kundi lingine, na kwamba ilikuwa ni lazima tu kutoa ufafanuzi wa kisheria juu ya maana ya masharti katika sheria iliyopo. Mwandishi wa Uingereza J.K. Rowling, mmoja wa wafuasi mashuhuri wa For Women Scotland, pia alipongeza uamuzi wa mahakama. Iliwachukua wanawake watatu wa ajabu na wastahamilivu wa Scotland na jeshi nyuma yao ili kesi hii isikilizwe na mahakama ya juu, na kwa kushinda wamelinda haki za wanawake na wasichana kote Uingereza, mwandishi alisema kupitia ukurasa wake wa X. Baadhi hata hivyo wamekosoa uamuzi wa mahakama ya juu wakidai kuwa unaweza kupunguza kutambuliwa kisheria kwa watu waliobadilisha jinsia. Gazeti la Scottish Greens lilitoa taarifa ya kukashifu uamuzi huo na kuita usiohusu sana haki za binadamu. Wafadhili wa LGBTQ, kwa maana wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja, Stonewall, pia walionyesha wasiwasi mkubwa juu ya athari zilizoenea na hatua za aina hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanasema kwamba hatua hii itaifanya Uingereza kuwa moja kati ya mataifa ya mfano ambayo yametazama uhalisia wa maisha ya binadamu, lakini pia utakuwa umetambua ni nani ni mwanamke na ni nani ni mwanaume. Na wachambuzi wanaenda mbali zaidi kusema kwamba taratibu mataifa hayo yatakuja kuachana na suala la mapenzi ya jinsia moja, hususan baada ya mahakama kutambua nani ni mwanamke na nani ni mwanaume, na nani anapaswa kupewa haki ya mwanamke na nani anapaswa kupewa haki ya mwanamume. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.